sana. Na wasalimu tena katika jina la Yesu. Basi namshukuru Mungu mwema, mwaminifu na wa haki. Amekuwa pamoja na sisi, ametulinda, ametutunza, tumeona wema wake. Pia namshukuru mchungaji kunipa kibali kuwepo mahali hapa. Mungu akubariki sana baba. Bwana Yesu asifiwe. Ni jioni nyingine ya pekee ambayo Mungu wetu ametupa kibali kuwemo nyumbani mwake jioni ya leo. Asubuhi tulijifunza maneno ya Mungu kwa habari ya umuhimu wa kukusanyika ibadani. Bwana asifiwe. Pia namshukuru Mungu kwa ajili ya kanisa hili. Mungu awabariki sana. Muendelee kuifanya kazi ya Bwana ya mahali hapa. Mungu awabariki kwa kunikaribisha. Nilikuwa na uwezo wa kukataa kwamba nisije, lakini namshukuru Mungu umetupa kibali kuja mahali hapa. Naomba tu muendelee kuniombea ili Mungu aendelee kuonekana. Kuwa kiongozi ni kazi. Bwana asifiwe. Ni kazi kubwa kweli. Mtu mmoja akalia kwamba kwa nini tumechaguliwa. Akalia akasema, yaani hawa wamechaguliwa. Kweli idara ya wanawake imekufa. Nani atafundisha wanawake? Bwana asifiwe. Hasa mimi nikashangaa nilivyosikia analia. Tena mtu ameokoka. Sisi tumeokolewa. Halafu tuna Roho Mtakatifu aliyemo kwake na sisi yumo, ambaye anampa mafunuo na sisi anatupa. Halafu tuna Yesu. Yaani nilishangaa. Ilikuwa ni kivumbi kambi ile ya mwaka ule tuliochaguliwa. Tulijipanga. Bwana tukajipanga. Unajua mtu akikudharau kwamba wewe huwezi, inabidi uongeze uwezo. Basi jioni ya leo tutajifunza pia somo linalosema siri ya kudumu katika maombi. Tutajifunza somo linalosema siri ya kudumu katika maombi. Tutajifunza siri ya kudumu katika maombi. Bwana Yesu apewe sifa. Nitakuwa na vipengele vichache katika somo hili. Jambo ambalo tutaanzia, nimeandika maombi ni silaha za vita vyetu. Maombi ni silaha ya vita vyetu. Kama mtu wa Mungu sitaka kugombana na mtu kwamba kwa nini amenisema hivi, kwa nini amenidharau. Iko siri ya kudumu katika maombi. Bwana asifiwe. Tunasema maombi ni silaha ya vita vyetu. Tusome kitabu cha Waefeso sura ile ya 6 mstari wa 10 mpaka 18. Mpaka 18. Hivi ninasema, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za Shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni, na kubadilia haki kifuani, na kufungulia miguu utayari tupatao kwa injili ya amani.
nasema kwamba maombi ni silaha za vita vyetu. Tumesoma kitabu cha Waefeso ile sura ya 6 kuanzia mstari wa 10 mpaka 18. Biblia inazungumzia habari hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana, katika uweza wa nguvu zake. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Jioni ya leo neno la Mungu linatuhimiza kwamba tuzidi kuwa hodari katika uweza wa nguvu zake. Kwa hiyo mtu wa Mungu au kanisa la Mungu, tunatakiwa, unapaswa mtu wa Mungu ambaye una safari ya kwenda mbinguni, unatakiwa uwe hodari katika uweza wa nguvu za Bwana. Tena Biblia inasema kwamba vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kuvaa silaha zote za Mungu ili uweze kuzipinga hila za shetani. Ukivaa moja utapigwa, ukivaa mbili utapigwa, ukivaa tatu utapigwa. Biblia inakuambia uvae silaha zote, yaani zote. Hapa tuko jirani na kambi ya maaskari, kambi ya wanajeshi. Hatimaye labda hata mahali hapa wapo wanajeshi. Mwanajeshi anavaa silaha zote, na haishi silaha tu, anabeba na maji ya kunywa, kwa sababu anaweza akapata kiu. Hasa kwa mtu wa Mungu nashangaa, anavaa silaha nusu-nusu. Anaweza akavaa silaha tu ya maombi, halafu akasahau silaha ya kutoa, akasahau upendo, akasahau kushukuru, akasahau kukesha. Bwana asifiwe. Akasahau kuhubiri, akasahau. Biblia inatuambia tuvae silaha zote ili tuweze kuzipinga hila za shetani. Pia andika Nyakati wa Pili sura ya 20 mstari wa 3 mpaka wa 30. Nimeandika ili kuzipinga hila za shetani na kuwa washindi ni lazima kuvaa silaha zote, na miongoni mwa silaha hizo ni maombi. Kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 3 mpaka wa 6. Silaha ambazo Mungu ametupa zina uwezo wa ajabu. Maombi ni nguvu isiyoshindwa, inapenya popote mpaka gerezani. Ili kuzipinga hila za shetani na kuwa washindi, ni lazima kuvaa silaha zote, na miongoni mwa silaha hizo ni maombi. Silaha ambazo Mungu ametupa zina uwezo wa ajabu. Maombi ni nguvu isiyoshindwa, inapenya popote mpaka gerezani. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 12 mstari wa 5 mpaka wa 9. Mtu yoyote anayetamani kushinda kimungu lazima awe hodari katika kuomba. Tunapoomba, Mungu ana vitu vingi anaweza kuvitumia kutupigania, kwa sababu hatupigani kimwili, lakini silaha za vita vyetu zina uwezo katika Mungu wa kumaliza vita waziwazi au kimya kimya. Ukisoma kile kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ile ya 19 mstari wa 35 mpaka 37. Pia kitabu cha Zaburi 34 mstari wa 7. Mungu wetu ana uwezo wa kutumia mawe.
sura ya 10 mstari wa 11. Pia Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9 mpaka wa 10. Pia Nyakati wa pili, hilo andiko siandike, tumeshaandika. Naomba tusome katika kitabu cha Zaburi ile sura ya 34 mpaka sura ya 34 mstari wa 7. Zaburi 34 mstari wa 7. Amen. Amen. Malaika wa Bwana hufanya kituo, akiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Tunasoma kwamba ili kuzipinga shetani, ili kuzipinga ila za shetani na kuwa washindi, ni lazima kuvaa silaha zote, na miongoni mwa silaha hizo ni maombi. Silaha ambazo ametupa zina uwezo wa ajabu sana. Hizo silaha ambazo Mungu ametupa zina uwezo wa ajabu, zina uwezo wa kufanya kitu, zina uwezo, yani silaha kubwa ni maombi. Mtu akizama katika kuomba, mtu akizama katika kumtafuta Mungu kupitia maombi, naamini Mungu ana uwezo wa kutumia kitu chochote. Tunaona kwamba Mungu ana uwezo wa kutumia hata mawe. Mungu ana uwezo wa kutumia hata mvua ya mawe ikasambaratisha. Mungu ana uwezo wa kutumia hata ugonjwa. Ana uwezo ili mtu ajirudi akaugua, ili amtafute Mungu. Tunamwona Hezekia aliugua, akawa hawezi, akawa katika hatari ya kufa, lakini alipogundua Hezekia kwamba nimemwacha Mungu wake, aligeuka akamulilia Bwana. Bwana asifiwe. Mungu ana uwezo hata wa kutumia faraka. Watu wanakaa na kusengenya, wamejiunga kikundi cha kusengenya, cha usengenyaji, wanamsengenya mpendwa. Mungu ana uwezo wa kufuatilisha hayo maongezi. Hicho kikundi kikafa, kikasambaratika. Mungu anao uwezo. Bado hujaomba. Bwana asifiwe. Mama mmoja akawa ananisimulia kwamba yeye haelewani na ukweli kwake, haelewani na mama mkwe, haelewani na mawifi zake, na ameokoka. Nikamuuliza, labda unawakwaza? Akasema hamna, hata siwakwazi. Sasa kwa nini hawakupendi? Basi tu ni shetani. Inakuwaje? Akasema, nikamwambia sasa anza kusambaratisha. Kama huyo mama mkwe ana urafiki na watoto wake wa kike, sambaratisha. Atapatikana tu mmoja ambaye atasimama atakutetea. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu Mungu wetu hapendi sisi tupate hasara, hapendi sisi tuhuzunike, hapendi sisi tukose amani. Bwana asifiwe. Amen. Mwingine hata ndugu zake tu hawampendi kwa ajili ya Yesu. Mungu wetu anasema mtu mwenye haki atampatanisha na maadui zake. Mwenye haki atampatanisha na maadui. Sisi watu tuliookoka, watu tunaompenda Yesu, hatuna maadui, bali tuna adui mmoja tu ambaye ni shetani. Huyo ndio adui yetu, huyo ndio tunayeshindana naye. Lakini mtu unakuwa na adui jirani, unakuwa na adui baba mkwe, kama unashindwa kwenda ukweli kwa ajili ya uadui, kwa sababu hawakupendi. Bwana asifiwe. Ukiolewa mahali umekuwa ndugu wa hiyo familia. Ukiolewa na Wajita umekuwa ndugu wa Wajita. Ukiolewa na Waha umekuwa Muha na wewe. Bwana asifiwe. Ukiolewa na Wasukuma kama mimi umekuwa na Msukuma na wewe, kwa sababu utakula ugali wao, utavaa nguo zao, utalala kwao. Bwana asifiwe.
Bwana kama umeolewa na Wakuria, wewe ni Mkuria, bali Bwana asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo Mungu wetu ni mtu wa vita, anatupigania. Tunapomuomba tuna uhakika na yeye kwamba ninapoomba nina mtu wa vita, nina mtetezi. Kwa hiyo ninapoenda mbele za Mungu naenda kwa uhakika. Nashangaa mtu ameenda kwenye maombi, akifika kwenye maombi anapiga usingizi. Ulifuata nini? Umeacha kitanda chako nyumbani, halafu unafika hapa unalala tena chini au kwenye kiti, usingizi mzito. Kama unabaki na usingizi, rudi nyumbani ukalale. Yaani tunaye Mungu mkuu wa vita, huyo anasimama kwa ajili yetu. Bwana asifiwe. Amen. Unajua watu siku za leo wamekuwa wazembe. Siku moja tukawa tunaongea na mtumishi wa Mungu hapa Godwin, lile panga lile linamuuma kweli. Hata mimi ndugu yangu linaniuma lile panga. Unajua lile panga tumepatia kwa baraka lile, yaani lile panga zuri wewe tumepatia kwa miujiza kule pangoni. Tulikuwa tunaenda na watoto wetu wachanga. Siku moja nikawa natamani, nimechaguliwa kuwa mwenyekiti wa wamama WWI Mkola, na mimi sina hela, lakini natamani kwenda kwenye injili, natamani kwenda kwenye kongamano la wanawake Dar es Salaam, sijafika. Na mimi sina hata kiatu. Sasa nauli nitapata kweli? Lakini ndio kiongozi wa wanawake, natamani nikajifunze. Lakini nikasema huyu Mungu ninayemwamini ana uwezo wa kulipa nauli, ana uwezo hata wa kuamuru huko Kunguru wakaleta hela. Naangalia wanawake ambao ninawaongoza na hawana hela, wakichanga zaidi 3,000 au 4,000 utafika da. Lakini Mungu wa uwezo, kamwambia Mungu nataka nauli. Hasema ili Mungu anisikilize vizuri niende pangoni. Kaenda kwa tumepatana na mama mmoja akakwamishwa na mume wake. Sasa nikasema niaishi, naenda peke yangu. Nikaenda mwenyewe, nikamwomba Mungu wangu. Mungu alitenda muujiza. Ndio wangu akawa amelima pamba imeiva. Nikamwambia sasa wewe, si unipe tu hiyo hela 16,000 kwenye tuleni. Akasema dada nitakupa. Mimi nitanipata tu nitanunua godoro. Baada akaniletea akanipa. Nikaenda Dar es Salaam. Sijawahi kufika. Yaani mshamba wa kutosha. Aise. Kaenda na mama mmoja mwenyekiti wa kanisa fulani hapa Mwanza, akaniangalia, kamwangalia na mtoto wangu mmoja, tumechoka, yani akawa ananiangalia kweli, lakini mimi moyoni nina raha, nina ushindi. Sema hata mahela yake asinipe, hata machakula yake asinipe, nikiwa nina uwezo wa kukaa siku 3 sijala, nitafika, kwa sababu huko kuna ndugu zangu, nitafika. Nikafika, kuna baba yangu mdogo alivyoniona, yani alifurahi mno. Nikafika tu nikapelekwa hotelini, nikapewa chai ya maziwa na mapochopocho mengine. Nasema huyu ndiye Yesu. Si nimefika, injili nitausikia, kila kitu nitapata cha kiroho, yani nitaenda nimepakia ili wanawake nikawafundishe. Bwana asifiwe. Baba yangu akaniuliza, "Ulikuja na daraja gani mwanangu?" Kamwambia daraja la 2, yani usijali na ule nitakupa. Yani na nguo tukapewa tukakatiwa mpya na mwanangu. Yani tulirudi. Angetuona wakati huo. Hani mshamba umeisha. Tumepakia vya kiroho. Tumepakia vitu vya thamani ambavyo tutasimama navyo kwa wanawake. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo
asifiwe. Unajua Mungu anazalisha. Bado hujafuatilia. Mama mmoja tulipofungua kule kanisa Nyang'embe, akaokoka, alikuwa Muislamu na yeye. Akasema mimi nina miaka 13 sijazaa. Na mimi nataka nizae. Tukamwambia, tukampa neno la matumaini. Tukamwambia umefika pa kuzaa. Yesu anasema yeye ni mkuu wa vita. Yaani utazaa, utamshangilia Yesu. Leo ananyonyesha mtoto wake. Baada ya miaka 13 kupita, dada anafurahi. Alipozaa mume wake hajaokoka. Akasema sasa mume wake akatupigia simu. Kama amejifungua, sasa mchungaji jina. Tukakaa tunajadili tumuite nani? Tukamwambia mwite Esther. Mpaka leo ni Esther. Bwana asifiwe. Mwanamke mshindi, mwanamke wa maombi, kwa sababu huyo mtoto amepatikana katika kumwomba Bwana. Bwana apewe sifa. Yaani nampenda huyu Mungu ambaye ana uwezo wa kutupigania, ana uwezo wa kupenya hata gerezani, watu wakaokoka, watu wakamwona Bwana. Hakuna kitu kisichomshinda. Yesu hashindi na kitu. Akiwa alipasua miamba, makaburi yakapasuka, miili ya watakatifu ikatoka, wakamwona ushindi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo huyu Mungu yeye ana uwezo wa kutumia chochote. Huyu Mungu ana uwezo wa kutumia chochote. Huyu Mungu aliye naye, hata kama una jirani mkorofi, Mungu ana uwezo wa kumhamisha. Hata kama una jirani mchawi, Mungu ana uwezo wa kufanya chochote juu yake. Huyu Mungu ni hatari. Hata kama unaishi karibu na mchawi, najua pale kwa mchungaji aliishi karibu na mchawi, atakaa kweli na mtakatifu yupo. Kamuulize aliko, alishahama siku nyingi. Hawezi, haiwezekani kukaa na mchawi. Yaani haiwezekani. Tutapambana katika ulimwengu wa roho. Tutatafutana mpaka atapata habari. Mchawi. Bwana Yesu asifiwe. Biblia imetupa kibali. Usimwache mwanamke mchawi akaishi. Hata mwanaume akiwemo mchawi afe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mchawi kabisa. Nguvu ya Mungu ipo. Watu watakatifu wanaishi maisha matakatifu. Mchawi ni nani? Huyo mchawi anasumbua mtaa. Amejulikana mtaani kwamba yeye ni mchawi. Sina mtu wa Mungu julikana mtaani kwamba wewe umeokoka. Bwana asifiwe. Unajua inapaswa tujulikane, watu wafahamu kwamba hao watu wameokoka, hao watu wana Mungu. Wacha waulize kwetu kwamba wewe unatumia njia gani kufanikiwa, wewe unatumia njia gani kulindwa. Bwana asifiwe. Watu wamekuwa wavivu katika kuomba. Watu wa leo wavivu, hawamaanishi. Mimi huwa nashangaa, mtu anakuomba kanisani, wakati wote wa kushukuru Mungu, aende nyumbani hata afumbi macho, yuko kuangaza, yuko kugeuka huku na huku, aone nani anaomba, nani ameinua mdomo kusema, awe na story. Yule mama yule anaomba analia. Jamani, ulifungua macho kutafuta nini? Ulifungua macho ya nini? Kuangalia vitu gani vinavyopita? Omba, mtu wa Mungu. Leo mambo mengi yamekufa. Unasubiri mpaka upate shida ndio uombe, upate taarifa ndio ufunge na kuomba. Yaani maombi. Lakini leo kabisa tunasubiri mpaka tutikiswe ndio tuanze kukimbia kuomba, kufunga na kuomba. Yaani funga hata kama una raha. Ombea mchungaji, ombea mchungaji wako, ombea mama mchungaji, ombea watoto wa mchungaji. Bwana apewe sifa. Amen. Leo kanisa limejisahau. Hakuna mwenye
nani ambaye anafunga na kuomba kwa ajili yake yao. Mchungaji anajishughulisha na washirika, anajishughulisha na ujiji wa shirika. Mchungaji hawezi kujishughulisha na watoto wake. Mimi huwa nasikiliza, si ni mke wa mchungaji, namsikilizaga mchungaji akiomba, anaomba, atataja washirika, atataja washirika, unasubiri labda atamtaja hata Dani, hata Yusufu. Yaani ni washirika. Mungu kutana na washirika wangu. Yaani kutana na yule mwanamke anapigwa na mke wake, Mungu msaidie. Yaani mchungaji usipofunguka macho ukawaombea hao watu wako, wamesahaulika na washirika, na wao wamesahau kuombea watoto wa mchungaji wao. Hawapo, lakini ni jukumu letu kumbeba mchungaji na nyumba yake, kumbeba mchungaji na mke wake, kumbeba mchungaji na watoto wake, ili watokee hata wahubiri kwa mchungaji, watokee watu wanaompenda Yesu, watokee waimbaji kwa watumishi wa Mungu. Najua leo ni hatari. Leo washirika wanakuta mtoto wa mchungaji, hata mchungaji Majika bwana hajaokoka. Yaani wakule sio na yeye ameshaacha Yesu. Sasa ndio tulioitiwa. Hatujaitiwa hayo. Tumeitwa kutumika. Tumeitwa kufanya. Tumeitwa kutenda kazi ya Bwana. Bwana asifiwe. Mimi binafsi wanafurahi mno. God ni kuhubiri. Yaani kazana kuhubiri, piga kazi ya Injili. Waganga wa kienyeji bwana wananisishaga watoto wao. Sasa na sisi, siku moja nililia kweli, nikasikia Baraka anahubiri. Asha ni kiongozi wa Sifa, Baraka mhubiri, wako mtaani ya neno wanapiga gombo. Nasema Mungu husika juu ya mtoto huyu, husika. Ni furaha sana watoto wetu kutumika. Bwana apewe sifa. Yaani ni furaha kubwa na sisi kuona watoto wa wachungaji wanatumika, watoto wa wainjilisti wanatumika, watoto wa wazee wa kanisa wanatumika, watoto wa mashemasi wanatumika, wanamhubiri Mungu wa baba zao, wanamhubiri Mungu wa mama zao. Bwana asifiwe. Hayo kanisa linapaswa kuomba tena, kumaanisha, kwa sababu Mungu wetu anavipigana vita vya waziwazi, hata vya kimya kimya. Mungu anajibu maombi yetu. Bwana asifiwe. Yaani wale waliolia kwamba wamekosa wahubiri wa jimbo, siku moja wakaenda kwa mkurugenzi wetu. Anajua Mungu Bwana. Ile kasema Mungu, hebu wafunue hao waliolia tumechaguliwa. Wafunue wajulikane ni akina nani, halafu tuwajue. Siku moja wakaenda kwa mkurugenzi. Akasema mkurugenzi, tunaomba tusamehe. Nisamehe mama, nilisema maneno yasiyofaa juu ya mkurugenzi msaidizi na katibu. Wewe tulipiga Injili kwenye maombi magumu. Wanaza habari. Hasira ya kucheka. Yaani tulipiga Injili. Tukaambiana na mama Mkonga, sasa hapa, yaani Mungu atutumie katika jimbo hili. Aonekane, atupe maneno ya kuzungumza, atupe neno lake, ili Mungu aonekane kwa watu hawa. Bwana asifiwe. Yaani najua watu walikuwa na mawazo mabaya kweli. Mtu anakuwa na dharau kwamba huyu naye Bwana, huyu anahubiri nini? Anahubiri nini? Anahubiri neno. Kipengele kingine kinasema maombi ni ufunguo wa kupokea ahadi zetu toka kwa Mungu. Tusome kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6. Maombi ni ufunguo wa kupokea ahadi zetu toka kwa Mungu. Wafilipi 4 mstari wa 6. Soma. Pia uandike Petro wa kwanza
sura ya 5 mstari wa 6 mpaka wa 7. Wafilipi 4 mstari wa 6. Hivi nasema, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu. Bwana asifiwe. Unajua kanisa, neno hili nikawa na tafakari siku moja kwamba watu waliosoma linasema msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila jambo kwa kusali na kuomba. Kwani neno linasema msijisumbue kwa kazi yoyote? Neno linasema msijisumbue kwa kazi yoyote? Si linasema kwa neno lolote. Sasa hawa watu wa Mungu wakaona waliookoka ni maombi tu, wanakaa kwenye maombi, hata kazini haendi. Neno halisemi hivyo, linasema usijisumbue kwa neno lolote, bali kwa kuomba pamoja na kufanyaje? Limetuzuia kwenda kazini, limetuzuia kutafuta kazi. Linasema haja zenu zijulikane na Mungu. Najua kuna watu kila jambo lake la mateso. Siku moja kuna mtu mmoja maisha tukasema hivi, yaani huyu shida anatushirikisha, lakini akipata mema hapigi simu kwamba halo, na mume wangu kanihemelea kweli nyama, kanihemelea na mchana amenunua, hatushirikishi. Ila akipigwa au akinyia siku hiyo hajaachiwa matumizi, tasikia kasimu, halo mama, yaani leo matumizi hamna kabisa. Sasa mwisho nikamwambia mchungaji, haya anakupigiaga ili umpelekee matumizi au unapompigia mchungaji hujaachiwa matumizi, bali mchungaji akuletea matumizi? Leo baba sijaachiwa matumizi, alete mchungaji. Nawaambia kama unamwambia hivi, kama unataka kuachika mwanangu, achika. Sasa unataka na mtu akuachie matumizi, si uachike. Mchungaji alicheka akasema, siwezi kumwambia hiyo mshukuru. Anambia moyo, kaambia yaani mimi akinipigia siku moja atamwambia yaani usiteseke, achika. Mwache. Mtesaji huyo mwache. Kila nimesha asibili, siku akipiga, ambia yaani wewe usiteseke. Beba mabegi, uende nyumbani, ukakae kwa raha. Yaani utapata raha, uka nyumbani, uone kama ataenda. Haendi. Lakini ni kusumbua tu watumishi wa Mungu, kusumbua wachungaji. Akipata nyama kuku hapigi, kama mchungaji njoo tule nyama, mume wangu kakaleta, hamna. Kimya anakula zote fyu. Bila matatizo sasa ni kushirikisha. Kwani mchungaji ndio akushirikisha matatizo? Bwana. Hani wachungaji pole. Mimi nasoma huko kwenye chuo cha Biblia. Siku nyingine tunaulizaka maswali. Sema sasa jamani, chungaji ya siku zote ni kulia tuna matatizo. Hamna hata kushukuru furahi kwamba siku hiyo umeshirikishwa baraka. Hata wachungaji sehemu kubwa ni kushiriki matatizo. Ni kushiriki matatizo. Shirika wangu akafiwa mtoto, yaani ni mkiki. Hana hela, hospitali na milioni 1.3. Rafiki tulikuwa tunalala. Hatulali na
Akasema sasa tufunge na kuomba, mwili uko mochwari. Mungu afungue njia, tutaipata wapi milioni? Na huyu mama naye hana, mume wake na yeye hana. Tukamwambia nakopa 300,000. Zikakataliwa. Akasema sasa tumwendee Mungu. Mungu atoaye majibu. Akatoa. Mama mmoja tu jirani, Mwea isi, akasema yeye auze kiwanja chake milioni amsaidie huyo mama. Mwambia subiri kwanza, na ndugu zake wapo. Hakulizika yule mwanamke. Sana sikubwa na maombi. Akasema amna, nimeleta 500,000. 500,000, mwanamke mjane. Mume wake alifariki. Akatoa 500,000. Akazileta. Baba yake mzazi naye wa yule mama akatoa 500,000. Na zile zilizochangwa zikatimia. Lakini hatukuwa tunalala. Siku 10 yuko mochwari, mtoto kafa. Lakini uchungaji ni shughuli. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Bali nashangaza kweli mtu anapopata mema hata amshirikishi. Tuendelee. Kwamba haja zetu zijulikane na Mungu. Bali haja zetu hasa zinapaswa zijulikane na Mungu wetu. Mahitaji yetu hasa yanapaswa yajulikane na Mungu. Mahitaji yetu ya ndoa yanahitaji yajulikane na Mungu. Shida zetu za ndoa zinahitaji zijulikane na Mungu. Shida zetu za ujana zinahitaji zijulikane na Mungu. Bwana asifiwe. Ndoa yako inalegalega hivi, unafikiri ukishaolewa ndugu umeolewa? Bwana asifiwe. Usichana umeisha, wewe unaolewa. Inapaswa utafute namna ya kuishi na huyo mwenzi wako. Bwana apewe sifa. Yaani kama ulimpenda jinsi alivyo, uliulizwa siku ile ya harusi, uko tayari kwenda na Yusufu? Ukasema ndio, niko tayari mchungaji. Tavumilia tena na kuchelewesha. Funga haraka twende. Lakini sasa imefika Yusufu amekuwa mbaya. Yusufu amekuwa na kasoro. Yusufu hata umfuridi. Yusufu hata umnyoshe nguo. Yusufu namwachaniza. Biblia inasema mwanamke amepewa jukumu la kumlinda mume wake. Mwanaume yeye alipewa kupenda. Yaani kumpenda tu mke wake. Yaani Mungu akigeuka anampenda. Akigeuka huko anampenda. Akigeuka, lakini mwanamke ni mlinzi. Bwana asifiwe. Hata kama amevaa vibaya, mwangalie. Wewe ni mlinzi. Mrudishe. Hii nguo haikufai kwenda kwa watu. Rudi uvae hii hapa nimekuandalia. Anapendeza. Kuna mtoto wetu mmoja alivyoolewa, sasa alikuwa msichana, hajui hata kufua, anajua, yaani akawa anaona kazi. Tukamtembelea na mama yake mzazi. Kukuta rundo bafuni. Mimi nikienda mahali nakaguaga, hata chooni nafika nione hapa kuna mwanamke aliyeokoka hapa, mcha Mungu, nafika naangalia. Ifika nikiangalia nikaona mchafu, nasema aise, huyu mwanamke bado zero huyu. Na kwa mwanamke mchafu, chooni pachafu, hata sinki linakosa sura. Upo mwanamke wa Injili, umeangalia, nasema huyu msichana huyu anatatia aibu kwa mkirima. Dada nikamwambia, yaani dada, mimi siwezi kusema wewe kwa kuwa ni mzazi kabisa, leo zungumza. Dada yangu akasema leo namtolea uvivu. Namwambia ole wako. Siku nikija nikute nguo za mkulima ziko bafuni, mimi na wewe na zako tutazitoa chumbani tuziweke bafuni. Hata za mume wake tu ndio anaona uvivu, anaenda kuyarundika bafuni. Hafui. Siwache zako ufue zake. Yaani wanawake, Bwana asifiwe. Haja zetu zijulikane na Mungu. Yaani mimi
mimi sipendi uchafu. Uchafu sipendi. Mtu mwingine anapika ugali mbichi mbichi, na mimi sipendeki ugali mbichi. Nikitembeaga na kula basi tu, lakini nikiwa kwangu nahakikisha nimesonga mwenyewe ugali mzuri ulioiva, hata ukiwa wa kwenye gesi, kwani wenyewe hauiva kisema kwenye moto, unageuza tu mara mbili fyu, naenda kulitenga. Utamsababishia magonjwa huyo mume wako na watoto wako, utawaletea maradhi. Uwe makini ukiwa unapika. Anasema basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu, kwa maana yeye hujishughulisha sana na mambo yenu. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema tumtwike yeye. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wake. Inapaswa tunyenyekee, inapaswa tuwe wanyenyekevu. Wapo watu wa Mungu wanaosema wameokoka, wana kiburi. Wapo hata wanawake wana kiburi. Binti mmoja alinifurahisha, akasema hivi, lakini mimi sikuyaamini maneno yake. Alisema neno hili, hajaolewa bado. Nikawa naongea na mama yake, akasema mimi ninataka mtu wa kunioa. Huyo mtu wa kunioa sifa zake au ameokoka, halafu awe mrefu. Akasema wanaume wafupi wanasumbua. Mimi nikasema hata waliookoka. Nikamuuliza mama yake, hata waliookoka? Nikawatetea wa baba, nikasema hamna, waliookoka wazuri. Nikasema mchungaji wangu ni naye mfupi, lakini ni mnyenyekevu. Kwa nini? Kwa sababu ana Yesu. Bila kweli wapagani hawezekani, lakini waliookoka wana neno la Mungu, kwa sababu ninawaona ni wanyenyekevu. Bwana asifiwe. Nikasema huyo naye alikuwa na matatizo yake. Kuna matatizo yake, alikuwa mkorofi. Bwana asifiwe. Nikamuunga mkono. Mimi mwenyewe nilikuwa nasema hivi, ole wake atakaye nioa mfupi, hata nitakuwa nampiga. Mawazo yangu yalikuwa mabaya, takuwa namtandika huyo mwanaume atakoma. Mungu naye wallahi amesha. Na yeye huyo inawezekana anatakiwa apone mawazo yake. Bwana nilikuwa nawaza kupigana tu, kwa sababu kwanza nilikuwa najiona nina nguvu. Hajua nilikuwa na nguvu kabisa, mwili ulikuwa mkubwa, ulishapungua. Nilikuwa mwili mkubwa, nikijiangalia nasema huu mkono atakaye nikamata naye atakuwa mwanaume, atakaye nikamata. Lakini Yesu akatutengeneza. Bwana amen. Tumtwike Yesu fadhaa zetu, tumtwike Yesu shida zetu. Ni kitu gani ambacho kinakusumbua? Anasema yeye tumtwike. Katika Biblia kuna ahadi nyingi kwa ajili ya watu wake. Mungu ni baba yetu ambaye anajali sana mahitaji yetu, lakini anataka sisi tufungue vinywa vyetu tumweleze ili apate kutenda. Huyu Mungu tuliye naye anataka tufungue vinywa vyetu ili yeye apate kutenda. Tumalizie maandiko haya, twende tukamwombe Mungu. Isaya 43 mstari wa 26, pia Isaya 65 mstari wa 23 mpaka 24. Naomba usome hapo ili tumalizie, twende tukamwombe Bwana. Soma 43:26. Neno hili linaeleweka, unaweza ukalisoma hata kichwani. Unikumbushe na koja, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Soma pia 65 mstari
mstari wa 23 mpaka 25. Amen. 24. Sikia, Isaya 65 mstari wa 23 mpaka 24. Naomba usome haraka. Nasoma. Amen. Hawatakitabisha kwa kazi bure, wala hawatazaa kwa taabu, kwa sababu wao ni wazao hao waliobarikiwa na Bwana, na watoto wao pamoja nao. Na itakuwa ya kwamba kabla hawajaomba nitajibu, na wakiwa katika kunena nitasikia. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema unikumbushe tuojeane ili upate kupewa haki yako. Hapa panasema hawatajitabisha kwa kazi bure, wala hawatazaa kwa utabu, kwa sababu wao ni wazao wa hao waliobarikiwa na Bwana, na watoto wao pamoja nao. Ni Bwana asifiwe. Hata wakiwa katika kunena, yeye atasikia. Kwa hiyo huyu Mungu wetu ambaye ametuita, ambaye ametuokoa, anasema tumkumbushe ili tupate kupewa haki zetu. Anasema tumwambie, anasema tuzungumze naye. Ni nini tabu inayokusumbua? Ni nini shida inayokusumbua? Hata unataka kukata tamaa, hata unasema yani, kwa kuwa nimeshajiunga kanisa la Mkolani, ngoja niende tu, mchungaji asiniulize. Biblia inasema kwamba yani hawatajitabisha kwa kazi bure. Hawatajitabisha kwa kazi bure. Hawatafanya kazi isiyokuwa na faida. Hawatafanya kazi ya hasara. Anasema hata katika kuzaa hatutapata taabu. Bwana asifiwe. Mimi ni shahidi wa mambo haya. Mungu anaweza. Hata katika kuzaa kwetu tunazaa tofauti na watu ambao hawajaokoka. Uchungu unapungua. Huo uchungu nao upata ni wa kawaida. Hiyo tabu nayo niona kwamba una tabu, ni tabu tu ya kawaida kama mwanadamu. Bwana apewe sifa. Tumesoma, tumejifunza hilo somo linasema siri ya kudumu katika maombi. Watu wengi wamechoka, watu wengi wamekata tamaa, watu wengi hawaombi tena. Wanasema wameomba mno hata hawajajibiwa. Anza upya. Mungu yuko tayari kukutana na wewe. Mungu yuko tayari kujibu maombi. Mungu yuko tayari kufanya. Anasubiri tu wewe useme, uzungumze shida yako ni nini. Tatizo la watu wa Mungu waliookoka, akiomba mwezi anaona ameomba sana, akiomba mwaka anaona yani hapo ndio basi. Bwana asifiwe. Mimi wasiachi kuomba. Kama hitaji langu halijajibiwa, siwezi kuhama. Amesema tumkumbushe. Haya, nikiomba nikaona bado, lazima nimkumbushe, lazima nimwambie Bwana, kwa nini unakata tamaa na jibu lako halijafika? Bwana Yesu apewe sifa. Haipo sababu ya kukata tamaa, haipo sababu
ni kung'ang'ana na Bwana. Mwenzetu Yakobo alikuwa na akili, maana ya Yakobo ni mdanganyifu, mtu muongo asiyekuwa na kweli, lakini akang'ang'ana na malaika, akang'ang'ana na Mungu, akamwambia leo nimekukamata, ni hakika yake utaondoka bila kunipa baraka zangu, bila kutimiza ahadi zangu kwangu. Tunaona Yakobo akabadilishwa jina akawa Israeli. Hata leo tunajivunia kuwa na Israeli, tunapata baraka kutoka katika nchi ya Israeli. Bwana Yesu apewe sifa. Yawezekana asingeng'ang'ana, hata akina Dani wasingeenda, lakini kwa ajili ya Yakobo akang'ang'ana, baraka zake akipata. Akina Majige nao wakapata nafasi, wakakanyaga Israeli, wakaliona kaburi la Yesu, wakaona mapito ambayo alipita Yesu. Unajua, siku moja nikawaambia watu wa Nyanene, Mungu ana makusudi, kwa sababu watu wakati mwingine hawaamini. Sasa mtoto wa mchungaji amefika ili awashuhudie vya ukweli kwamba kaburi lipo, Sodoma na Gomora ipo, haijaota majani mpaka leo. Unajua, watu wanapoona kuokoka wanaona kama hatutaenda mbinguni. Unajua, tutaenda na Yesu atarudi, ipo siku moja atarudi kuwachukua watu wake. Inapaswa uamini. Bwana asifiwe. Yani okoka kwa kumwamini Mungu, okoka kwa kumaanisha, okoka kwa ajili ya kwenda mbinguni. Usiokoka kwa ajili ya kupata hela, usiokoka kwa ajili ya kupata vitu, usiokoka kwa ajili ya kuolewa, usiokoka kwa ajili ya kujenga nyumba. Mama mmoja akasema, anamwambia mume wake kwamba nilikuwa nimeficha makucha yangu wakati wa usichana. Yule kijana tukawa tunamwambia, yawezekana huyu binti sio mzuri. Anasema, yani acheni tu, huyo binti anaokoka, ananena kwa lugha kuliko wote kanisani, kwani lugha ndio utambulisho wa kutenda mema. Hapo wananena wewe, mtu akimaliza kunena roho anatoka, anabaki kama alivyo. Akawa anamtesa mume wake, anamtukana, anamwambia, wewe mjinga, wewe amka ukajitafutie hela. Kama ulijua uwezi kutunza familia, tungawa dada yako. Mtu aliyeokoka anaenda kanisani, wakati wa binti amejificha makucha, amejifanya mtakatifu, lakini roho mbaya imo ndani mwake. Ni vibaya sana mtu wa Mungu. Maanisha kuokoka, maanisha kumpenda Yesu, maanisha kubadilika. Maombi ni mabadiliko. Mtu anapookoka, mtu anapoomba, lazima ulionekane badiliko. Unaomba alafu ubadilike, unafunga na kuomba ubadilike. Unabaki vile vile, kama ni mchoyo na kuwa mchoyo, kama ni mzinzi naendelea uzinzi. Una maana gani ya kuomba? Badilika mtu wa Mungu. Kanisa limejengwa